Halafu hatua ya pili wanasema katika kuusafisha huo moyo, istihdhar, kuhudhurisha katika huo moyo wa mwanadamu. Nini ahudhurishe? Ahudhurishe ukubwa na utukufu wa huyo mgeni anayempokea, ambaye ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa nini wakasema hivyo? Wanasema wakati mwingine kimaumbili ya kibinadamu, maumbili ya kibinadamu baina yetu sisi wenyewe kwa wenyewe, mtu pengine hana tatizo lolote na mtu mwingine, hana na tatizo lolote, hawajagombana, hawajachukiana, hawajakirana, lakini anapoambiwa kwamba bwana, leo kuna mgeni atakuja fulani bin fulani, tutakuwa naye hapa mchana, tutakuwa naye jioni, tutakuwa naye usiku na hivi, basi uwepo na hivi na hivi, basi tu min tilqai nafsi, automatically ndani ya moyo wake anaona hamna umuhimu wa kuwepo mimi niwepo na mtu fulani anahudhuria. Hamchukii, hawajagombana, hawajakwaruzana, hana chochote katika moyo wake dhidi ya yule mgeni, basi tu imemjia kwamba mimi sioni yani umuhimu wa mimi kuwepo wakati huyo mgeni anakuja. Si mgeni wao bwana, watazungumza wenyewe, watafanya hata nini, mimi kwenda tu pale nikakaa. Kwa nini zimemjia hisia hizo? Kwa sababu tu labda hajajua hadhi ya yule mtu, hajajua faida ya yule mgeni atakayekuja pale, hajajua nini kitazungumzwa katika wakati ule. Kwa hiyo kwa kutokujua hili, huenda akafanya taksir ya kumpokea huyo mgeni. Kwa hiyo hatua ya pili baada ya hatua ya kwanza ya kuusafisha, kashausafisha moyo wake baina yake na Mola wake kwa kuomba tauba na istighfar na maghfira, na baina yake na waja wenzake kwa kuwekana sawa kwa kusameheana na kufuta yaliyokuwa baina yao. Hatua yake ya pili katika kuusafisha huo moyo na kuujenga, ahudhurishe ndani ya moyo wake utukufu, hadhi, umuhimu na ukubwa wa huyo mgeni ambaye tunayemzungumzia hapa ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hiyo itakuwa ndio hatua ya kwanza katika hatua za kumpokea huyu mgeni ambaye ni mwezi mtukufu wa Ramadhani.